Mkuu wa wilaya ya Ubungo Lazaro Twange amezindua mfumo wa maabara ya kutembea yenye kutoa elimu juu ya masomo ya kisayansi kwa vitendo ambayo anatarajia kusaidia shule za sekondari za wilaya ya Ubungo pamoja na kukuza masomo ya sayansi katika mazoezi ya vitendo. Uzinduzi huo umefanyika katika shule ya sekondari ya Dar es Salaam Girls, ambayo shughuli hizi zimefanywa kwa uwekezaji mkubwa wa mradi ambao unaendeshwa na chuo binafsi cha sayansi na tiba cha St. Joseph kilichopo wilaya ya Ubungo. Mimi ni Bakari Chijumba. Pamoja na majukumu yao mengine ya kitaaluma, chuoni wana program ya maabara tembezi. Wanashirikiana na mamlaka, lakini kupata fursa ya kuaccess shule za sekondari zilizoko kwenye wilaya kwa ajili ya kutoa huduma ya maabara tembezi, lengo ikiwa ni kukuza masomo ya sayansi, kusaidiana na serikali kwa ajili ya kukuza masomo ya sayansi hasa kwenye eneo la mazoezi kwa vitendo. Sasa walitutembelea sisi na tukawapokea na tukawaunganisha na maafisa elimu, wamezungumza na leo tumekutana kwa ajili ya uzinduzi. Sasa serikali ya awamu ya 6 imewekeza vya kutosha, imejenga shule nyingi sana. Hapa tulipo ni shule ya wasichana ya mkoa wa Dar es Salaam. Ni shule mpya kabisa ambayo imejengwa na serikali ya awamu ya 6. Zaidi ya shilingi bilioni 5 ziko hapa. Na kimsingi wanafunzi wengi wanaosoma hapa ni wanafunzi wa masomo ya sayansi. Sasa pamoja na uwekezaji mkubwa wa serikali, wadau kama hawa wanaotoka kwenye vyuo vikuu ni watu walioelevuka sana kwenye taaluma kwa sababu wamewekeza vya kutosha. Ukumbuke hicho chuo ni chuo pure cha sayansi, lakini hasa kwenye technology, uhandisi wa mitambo, uhandisi wa kompyuta na mambo mengine. Kwa hiyo wanapokuja kushuka chini na taaluma zao na vifaa vyao, unaweza kupata picha ni kwa kiasi gani tunaweza tukapata faida kubwa ya kusogeleana nao. Kwa kimsingi, kwa niaba ya serikali mimi nashukuru sana. Nawashukuru sana comrades na majirani wa St. Joseph kwa kuenda mbali na kuvuka nje ya shughuli zao na kuona uko umuhimu wa kushusha uwezeshaji kwa watoto wa elimu ya sekondari, kuwalea na kuwapandikiza taaluma za sayansi kwenye mazoezi, hasa kuleta maabara tembezi ili wakue wakisoma masomo ya sayansi na baadaye tuwe na wataalamu wazuri. Wakati profesa hapa, makamu mkuu wa chuo, anasoma taarifa yake, mliona kiwango cha fedha ambacho wametumia. Kwa hiyo shughuli hizi zinafanywa kwa uwekezaji mkubwa sana. Kwa chuo kimetoa fedha zake kuwezesha shughuli hii. Tusisahau kwamba kile sio chuo cha serikali, ni chuo binafsi. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho ni adimu kwenye vyuo binafsi au taasisi binafsi ni fedha. Sasa ukifikia wakati unaona taasisi binafsi imetenga fedha kwa ajili ya kuja kutoa huduma kama hii, unaweza ukaona namna gani hawa watu ni watu wema na wameshikamana na serikali ya awamu ya 6. Kwa hiyo kimsingi kwa niaba ya serikali tunawashukuru sana na tunaomba kadri wanapopata uwezo, tunajua mambo yanahitaji uwezeshaji mkubwa wa rasilimali, watoe nafasi hizi kwa sababu idadi ya vijana kwa mujibu wa sensa ndio idadi yenye kundi kubwa sana la watu. Tatizo wa kitu tunachofanya St. Joseph ni kwamba yani mwelekeo wetu mkubwa ni kwenye masomo ya STEM kama tulivyosema, na hii shule ni ya STEM. Tumejikita kwenye engineering na technologies. Vile vile tuna haya mambo ya afya na allied sciences. Kwa hiyo uhitaji nafikiri ndio kitu cha msingi hapa. Kwamba tunafikiri kama sehemu ya uwajibikaji kwa jamii, tuna wajibu wa kushiriki katika program kama hizi, especially kwenye hizi taasisi mpya za elimu ambazo zinaanzishwa na serikali ya awamu ya 6. Majina naitwa Mwalimu Elizabeth Faustine Bonzo, mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana Dar es Salaam. Kwa kweli sisi tunawashukuru sana wadau hawa kwa kujitoa wao kwamba waanze kutumia hii maabara inayotembea ili kuwawezesha watoto wetu. Najua kizazi sasa hivi dunia imeshageuka. Sasa hivi tunaenda kulingana na sayansi na teknolojia. Teknolojia inakuwa, kwa hiyo na sisi lazima tupambane watoto wetu wa move kulingana na teknolojia inavyoenda. Kwa sisi kwanza tunashukuru kwa wao St. Joseph kuteua shule yetu kwamba iwe ni shule mojawapo ambayo zoezi hili la uzinduzi wa maabara inayotembea
lifanyike hapo kwetu, na najua kwanza sisi ndio tutakuwa beneficiary wa kwanza. Kwa hiyo tunawashukuru, na pia mimi niwapongeze. Najua mama amejenga shule nyingi, kwa hiyo wakijitokeza wadau kama hawa, ina maana sisi tuna uwezo wa Tanzania kumove, tuende na sisi kiteknolojia, sio kuanza kusubiri kila kitu tutengenezewe na wenzetu kutoka nje. Ni mwanafunzi wa shule ya Dar es Salaam Girls Sekondari kidato cha 5. Kwa kweli tumeshukuru sana kwa ajili ya huu mradi na project mpya ambayo imeanzishwa shuleni kwetu ya STEM. Hii maabara inayotembea itatusaidia sisi kufanya vitendo vya kisayansi na kufanya practical mbalimbali za kisayansi tukiwa sehemu yoyote ile. Haijalishi ni nyumbani, haijalishi ni shuleni, haijalishi ukiwa barabarani. Tukiwa na hii STEM on wheel itatusaidia sana, kwa sababu ni teknolojia inayotembea, ni ambao yapo mbali sana na shule na ambao wanaishi maeneo ambayo hawezi kufikika. Kwa hivyo vitendo kwa hivyo vifaa vya maabara vya kawaida itatusaidia sana, kwa sababu ni maabara inayotembea. Kwa hiyo inaweza kafika sehemu yoyote ile.